Sambamba na hilo, tumeongeza majaji. Miaka 5 iliyopita pale tulikuwa majaji 8, sasa hivi tumefikia majaji 13 mpaka 14. Maana yake ni huduma sasa hivi za utoaji wa haki zitatolewa kwa haraka zaidi, kwa sababu tayari wanaosimamia utoaji wa haki wako wengi, na na imani kwamba wananchi wataridhika sana huduma hii. Mahakimu vile vile wanaongezeka kila siku, wanateuliwa. Mimi na imani kubwa kwamba inshallah, tusiombe Mungu kuendelea matatizo wananchi wetu kuwa na matatizo mbalimbali, lakini tufike mahali Zanzibar matatizo haya ya jinai ya kudai haki mbalimbali basi tuondokane nayo kabisa, iwe hatuna kabisa, na Mwenyezi Mungu atatusaidia. Lakini dunia haikuumbwa hivyo, lazima imeumbwa itakuwa na watu wakorofi wakati mwingine, wengine walikuwa wazuri, wengine wema. Kwa hivyo masuala yataendelea, lakini ndo maana yake na sisi tunajiimarisha pande wetu. Lakini pia utaratibu mzima wa utoaji wa haki sasa hivi, mbali tamani unaitwa kwenye vizimba, unaitwa wapi, sasa hivi tunakwenda kidijitali, tunatumia kwa mifumo sasa hivi. Kwa hivyo unaweza kwa kesi yako iko Mwera inahukumiwa huko mjini, basi unapata huko huko ulipo, unapata jibu lako katika hukumu yako inayotolewa. Ni jambo ambalo sema kweli la kupiga mfano. Nimetumia gharama nyingi, pesa nyingi sana zinatumika, na tunashukuru sana tumepata msaada mbali ya serikali yenyewe. Benki ya Dunia imetusaidia sana katika swala hili la mahakama. Kama hilo halitoshi, serikali imeanzisha utaratibu wa msaada wa sheria kupitia sehemu hiyo. Tuna idara nzima pale ya katiba na msaada wa sheria katika ofisi yetu ya Rais, na jambo hili lilikuwa mwokozi sana, mkombozi kwa wananchi wetu wanyonge. Zamani mwananchi anaweza kuwa na malalamiko yake, kanyang'anywa ardhi au kadhalilishwa mtoto wake au yeye mwenyewe, au imetumika matumizi mabaya madaraka kwa baadhi ya viongozi, hana pa kwenda, kanyang'anywa haki zake, pengine hata vina mgongo chake pengine, au pengine haki zake nyingine, alikuwa hana pa kwenda, maskini anakaa kule, anakaa mpaka anakufa hapati haki hiyo. Serikali kaona hapana, hii si sawa. Kwa hivyo imeanzisha idara hizi za msaada wa sheria. Nashukuru sana viongozi wetu wakuu wote wawili. Mama Samia anzisha programu yake inaitwa Mama Samia Legal Aid, lakini na Dr. Hussein amesimamia vizuri swala hili la msaada wa sheria, kiasi ambacho sasa hivi tuna siku maalum ya sheria ya msaada wa sheria, ili tunasherehekea kila mwaka mara moja. Lakini tunafanya nini katika masuala ya msaada wa sheria? Tunachofanya ni kwamba mwananchi anapokuwa na matatizo yake, kuna wale maparalegals, yani wanaita wasaidizi wa sheria, wako katika wilaya zetu na sheria zetu zote bure bila kulipa pesa yoyote. Kwa hivyo natoa wito kwa wananchi wote, anapokuwa na shida yake, maafisa wetu watoaji wa msaada wa sheria wapo katika sheria zetu zote Unguja na Pemba, waende waeleze matatizo yao. Imani yangu inshallah watapata. Tumekuwa na ushahidi mkubwa, watu wengi walikuwa na matatizo mbalimbali alhamdulillah, tumefika mahali watu walokosa haki wamepata haki zao, na serikali ya mapinduzi haitaki kumdhulumu mtu. Tunachotaka kufanya kila mmoja apate haki yake kwa mujibu wa sheria na taratibu tulizoziwekea. Kwa hivyo hilo limekuwa ni mkombozi mkubwa sana swala la msaada wa sheria. Naomba nitoe wito kwa wananchi watumie fursa hii ya maafisa wetu hawa, wa paralegals wetu hawa, wasaidizi wa sheria, wapo kila mahali tena bure. Kwa kuona hili umuhimu wake, rais wetu amesaidia sana, ametoa msaada katika wilaya zetu zote, ametoa vifaa vya kufanyia kazi, vishikwambi na tablet zile, lakini ametoa vibajaji 7 kwa ajili ya maafisa wetu mbalimbali katika wilaya zetu mbalimbali, kwa lengo la kuwasaidia ili waweze kufanya kazi zao vizuri zaidi. Bajaji zile ni mavijua vibajaji ni vitu gani? Ni vile viliwasho vile kama vituktuk vile vinaitwa, vile vinafika kwa haraka zaidi mahali ambapo gari kubwa haipiti, basi kile kinapita. Vinakwenda kama kaa kule pwani kwenda, wanatembea tu kama vile. Unaona vinachomoka tu kila kona, kule Pemba utastabu kila kona na kinajitokeza vingi kweli, alhamdulillah. Na sisi paralegals wetu tumewapatia vile. Rais ametoa msaada mkubwa sana, tunamshukuru sana, na Mungu ampe nguvu zaidi aendelee kutusaidia. Lakini kama hayo hayatoshi yote hayo katika swala zima la utoaji wa haki, sote tunashuhudia sasa hivi hali ilivyokuwa huko nyuma na sasa hivi katika swala zima la mapambano dhidi ya udhalilishaji. Nadhani waziri yule anayehusika masuala ya ustawi wa jamii alizungumza kwa urefu sana swala hilo, najua hatua mbalimbali. Kwa nini kesi za udhalilishaji sasa hivi tunazisikia? Kwa sababu kulikuwa hakuna mwamko huko nyuma. Sasa hivi mwamko upo, watu hawaoni tabu kwenda kusema swala hili la uwazi lipo, tunalisikia. Ndio maana hata rais mwenyewe ameanzisha program Sema na Rais. Sema na Rais katika masuala haya ili kuwapa fursa wananchi wapate
midomo ya kuzungumza katika njia za urahisi zaidi na habari zifike kwa urahisi zaidi. Kwa hivyo kwa ujumla, au nasema ni eneo moja hilo ambalo tumelifanyia kazi vizuri sana kwenye mahakama. Labda tuzungumzie